5 maayir, vipimo vitano ambavyo kila mmoja yapasa ajipime kwavyo kwa kila alodiriki Ramadhani iliyopita. Lengo kuu la Ramadhani ni kutufanya kuzidisha utii kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika Ramadhani jitihada zilikuwa ni nyingi. Tujipime kwa matano haya. Kama hatunayo matano haya, basi Ramadhani yetu itakuwa na walakini na umashaka. Kama tunayo, walillahi alhamd. Kama hatunayo haya, basi tuyazidishe na kukithirisha, tuendelee nayo katika msimu huu wa baada ya Ramadhani. Ibadallah, enyi waja wa Allah, jambo la kwanza ni utekelezaji wa ibada ya swala. Ikiwa ulikuwa huswali kabla ya Ramadhani, ndani ya Ramadhani ukaanza kuswali kisha ikaisha Ramadhani ukaacha, basi kuna walakini wa Ramadhani yako haikuweza kufikisha kwenye lengo. Ndugu zangu, nukta ya pili ya kujipima, ulikuwa ni mtekelezaji wa ibada ya swala kabla ya Ramadhani, swala za faradhi, na pia ndani ya Ramadhani ulitekeleza swala ya faradhi vilivyo, lakini ukaongeza nawafil na sunna mbalimbali ikiwemo qiyamul layli au swala ya tarawih. Kila mmoja ajiulize, je, mara ya mwisho ni lini usimama usiku kwa ajili ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala au kuswali swala za usiku? Maana yake kama hapa tumefeli, tunakwenda kuwa na mashaka na Ramadhani yetu. Allah anazungumza katika suratu Isra, sura ya 17 aya 79, wa minal layli, na nyakati za usiku, fatahajjad bihi nafilatan lak, tumia wakati wa usiku kutaka kusoma kuswali swala za usiku, nafilatan, ikiwa ni swala za khiyari, yani za sunna, qiyamul layli, tena ni kwa ajili yako. Asa huenda Mola wako mlezi akakuweka na kukuinua katika daraja ya hali ya juu mno. Ukitaka uwe daraja ya juu katika maisha yako ya kila siku, katika mazingira yako unaoishi, basi dumisha visimamu vya usiku. Ulikuwa unaswali tarawehe, basi qiyamul layli bado ipo. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema swala iliyokuwa bora kuliko zingine baada kutekeleza ibada ya swala ya faradhi, basi ni swala ya usiku. Jambo lingine, ndani ya Ramadhani tulikithirisha kusoma Qur'ani. Tusiache Qur'ani pia katika miezi hii mingine. Yalikuwa ni mazoezi na kutuandaa tuwe ni wasomaji wa Qur'ani katika maisha yetu. Allah subhanahu wa ta'ala zungumza ya Qur'an, wa qala ar-rasulu inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Anasema mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika umma wangu umeihama Qur'ani. Kama wewe ulisoma Qur'ani katika Ramadhani na sasa tu katika masiku kadhaa zaidi ya 10 hata aya moja hujasoma, maana yake ni miongoni mwa watu waliohama Qur'ani. Kila mmoja ajipime katika hili. Je, mara ya mwisho Qur'ani baada ya Ramadhani ni lini? Ndugu zangu, katika Ramadhani wengi wetu tulijitahidi kulinda ndimi zetu. Nikitukana, nikisema uongo, nikisengenya, nitaharibu saumu yangu. Jiulize, baada ya Ramadhani, je, tabia hii umeiendeleza? Ambacho tukifahamu inayoharibika, ibada inayoharibika kwa ajili ya maneno yetu au mazungumzo yetu, si saumu peke yake, bali kila aina ya ibada ikifatizwa na maneno yasiyokuwa mazuri inaharibu ibada zako, si saumu peke yake. Kwa hiyo swala yako ya faradhi, hija yako, kama huichungi ukazungumza hovyo hovyo tu, basi pia inaharibika, na si Ramadhani au saumu pekee inaharibika kwa maneno